تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا وإفطارا شهيا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watazamaji wapenzi wa Saif Dor TV, tunakuja tena mbele yenu kwa ajili ya kukuhudhurishieni mada ambayo ni nyeti kabisa, ambayo mada hiyo hukumu ya yule ambaye anayetoa pesa pahala ya chakula kwenye zakatul fitri. Utaijua hukumu yake hapa insha Allah taala. Kabla tujezungumzia, tunakuomba usikose kushare na kusubscribe na kulike na kucomment na kuwasambazia wengine ili wajue hukumu ya zakatul fitri katika Uislamu na hutolewa aje kwa wakina nani insha Allah taala. Tunaanza moja kwa moja na mada yetu, ambayo mada hii tutazungumzia tu kwa sababu kila Muislamu anajua zakatul fitri nini, hutolewa wakati gani na kwa watu gani. Ili tusiponde muda zaidi, acha tuingie kwenye topic ya mada yetu. Kuna watu tumewaona ya kwamba wanatoa zakatul fitri ya pesa pahala pa chakula. Je, wana hukumu gani katika sheria yetu ya Kiislamu? Hadha alqaul, na hii neno ya kusema ya kwamba annaha tukhraju at-ta'amu, hutolewa ndo chakula, huwa kaulu jumhuri ahli ilmi. Hii ni kauli ya wengi katika wanawachuoni waliokuwa na ilmu kabisa min almadhahibi, katika madhehebu nne ambao tunaijua. Kauli ya jumhuri ya hizi madhehebu nne ni ya kusema kwamba zakatul fitri itolewe chakula, hapana pesa. Qala bihi almalikiya, kwenye hii kauli Imam Maliki, kwenye madhehebu nne Imam Maliki wa Malikia wote wanaitakidi kwamba hakuna kutoa pesa kwenye zakatul fitri, bali inatolewa ni chakula. Ya pili wa Shafi'iyya, Imamu Shafi'i rahimahullah amesema pia naye vile kwamba zakatul fitri haijuzu kutoa pesa, bali hutolewa ni chakula. Imamu al-Hanabila, Imamu Ahmad ibn Hanbal pia, ambao ndo madhehebu yetu sisi Mahanabila, sisi kwetu pia ni makosa kutoa zakatul fitri ya pesa kuliko kutoa chakula. Wa Dhahiria, na madhahiria wale wenye madhehebu ya Dhahiria pia wanaamini hili jambo. Wa ahlul hadith, na watu wa hadithi, watu wa sunna, watu wa hadith, masalafi salih ambao ni sisi, pia wanaitakidi hili jambo. Lima thabata min al-ahadith allati sanadhkuruha, kutokana na hadithi ambazo tutazitaja, ambazo zinakuja huku mbele insha Allah taala. Acha tuanze kwanza na hadithi ya kwanza, ambao hadithi hii inapatikana katika Sahih al-Bukhari, hadithi nambari 1503. Inasema hivi: an Ibn Umar radiyallahu anhu qala, hadithi zinazoonyesha kwamba zakatul fitri hutolewa ndo chakula wala haitolewi pesa. Hadithi inasema faradha Rasulullah, Abdullah ibn Umar anasema kwamba faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kafaradhisha. Hukumu ya zakatul fitri ni faradhi. Mtume kafaradhisha zakatul fitri, zaka ya fitri, sa'an min tamri. Tena akuifaradhisha tukisha kaacha hivyo, bali akadetaye, anasema ya kwamba ni kibaba cha tende, ndio zakatul fitri, kibaba cha tende, au sa'an min sha'iri, au kibaba cha ngano, ala al-abdi wal hurri, kwa aliyekuwa mtumwa, kwa aliyekuwa huru, min dhakarin, kwa mwanaume, au untha, au mwanamke, wasaghiri, na kwa watoto, walkabiri, na kwa watu wakubwa, minal muslimina, katika Uislamu. Hadithi iko kabisa, iko wazi, iko sahihi. Na hii hadithi ukitaka kuitafuta pia kwenye Sahih Muslim, inapatikana kwenye nambari 984. Unapata hii hadithi 984, unapata hii hadithi kwenye Sahihi Muslim, ambayo mtume anasema amefaradhisha zakatul fitri iwe ni chakula fulani ambayo wameitaja huko juu. Kuna hadithi pia ambayo katika Sahih Bukhari, hadithi nambari 1510, inasema hivi: ana Abi Sa'id al-Khudri, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri anasema ya kwamba kunna nukhriju
fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tunatoa kwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, katika uhai wa mtume, wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam, zakat alfitri, tulikuwa tunatoa zakatul fitri sa'an min ta'amin, tulikuwa natoa kibaba cha chakula. Hapa ndo wanakuja kujuzisha chakula yote, wanasema kwamba ni sa'an min ta'amin, ni kibaba cha chakula, au sa'an min tamri, au kibaba cha tende, au sa'an min sha'iri, au kibaba cha ngano, au sa'an min zabibi, au kibaba cha mizabibu, au sa'an min aqat, na hivi yani ziko nyingi katika aina mbalimbali ya chakula ambayo ilikuwa inatolewa wakati wa mtume. Na anaposema hivyo Abu Sa'id al-Khudri anamaanisha kwamba ni sunna kutoa chakula, kwa sababu ndio ilikuwa inatolewa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio mtume alikuwa anatoesha zakatul fitri ni ya chakula wala si ya pesa. Kuna hadithi pia ya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas anasema farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na anasema hivyo mtume kafaradhisha zakatul fitri, akasema kwamba tuhuratan lisaimi, kwa lengo zifuatazo. Lengo ya kwanza, tuhuratan lisaimi, ili msafishe mfungaji wa saumu ya Ramadhani, minallahwi warrafath, kutokana na uchafu wa maneno machafu na mabovu aliyokuwa akiyatumia wakati wa saumu. Hii zakatul fitri inakuja kusukua na kusafisha kabisa. Wa tu'matan lilmasakini, na ni kwa lengo pia ya kuwakulisha wa maskini. Tu'matan lilmasakini ni chakula kwa wa maskini, ili kuwalishiza maskini. Manake zakatul fitri ni chakula wala si pesa. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun, wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min sadaqati. Hii hadithi inapatikana katika kitabu kinachoitwa Sunan Abi Daudi, hadithi yake nambari 1609, na pia kwenye Ibn Majah hadithi ni nambari 1827, wa sahahahu al-Albani, Sheikh al-Albani kasahisha hadithi kama na hii. Hii ilikuwa ni kwa upande wa hadithi ya mtume ambazo ziko wazi, zinaonesha zakatul fitri ni chakula wala sio pesa. Aqwalul ulama fi adami jawazi ikhraji zakatil fitri nuqudan. Maneno ya maulama sasa hao ambao tumewataja, wa imamu wa madhehebu ambao wanakataza kutoa zakatul fitri ya pesa, na wakamrisha kutoa tu ya chakula. Qala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik anasema ya kwamba haijuzu an yaj'ala rajulu, kwa mtu kufanya makana zakatil fitri, sehemu ya fitri, ardan, kuifanyia kiwango, min al-urud, ay qima, au inamaanisha qima, kiwango. Haijuzu kuifanyia zakatul fitri kiwango. Walaysa kadhalika amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hivyo sio hivyo ndo mtume kaamrisha kwa watu kuweza kutoa zakatul fitri kwa kiwango ya pesa. Imam Maliki anakataza jambo kama na hili. Ukitaka kutafuta hii kauli ya Imam Maliki, utafuta kitabu kinachoitwa Al-Muduna Al-Kubra, juzu ya pili, peji yake ya 385, 385, peji yake hiyo. Pia Imam Shafi, kwa wale wenye kupenda Imam Shafi, wanasema sisi Shafi tu ndo tutafuata maneno yake, sisi ni mashafi, kama wanavyoitakidi watu wa moja hapa Bukavu, Kongo. Wengi wanaosema kwamba wao ni mashafi, pia tunawaona wanatoesha zakatul fitri ya pesa. Tutizame kauli ya Imam Shafi kuhusu hili jambo. Anasema haijuzu kutilia kiwango zakatul fitri, ayu fi zakatil fitri, ama kwenye zakatu alfitri haijuzu kutia kiwango cha pesa kwa ajili ya kutoa zakatul fitri. Naam, ukitaka kutafuta hii maneno, kwa sababu kuna mtu atasema pengine si maneno ya Imam Shafi, tafuta kitabu kinachoitwa Al-Majmu', juzu yake ya 6, peji yake ya 110.
Wanzur, na utizame pia al-Ummu, kwa sababu ndo kitabu cha Imam Shafi chenyewe kabisa. Al-Ummu li Shafi, kitabu kinachoitwa al-Ummu ya Imam Shafi, juzu yake ya pili, peji yake ya 72, 70, utapata haya maneno, katazo ya Imam Shafi kuweka qima ama kiwango cha pesa. Wale ambao wanaolala kwa Imam Shafi wasikilia hapa kwamba ni makosa kabisa kufanya jambo kama hili. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi pia amesema kuhusu kukataza hili jambo rahimahullah, min mashahiri Shafi'iyya, na enzi katika wale waliokuwa mashuhuri katika madhehebu ya Imam Shafi. Walam yujiz amat al-fuqaha'i, wala wajajuzisha wengi katika watu wa fiqhi, mafaqihi, watu wa elimu, ikhrajul qima, kutoa kiwango cha zakat al-fitri. Ukitaka kutafuta haya maneno Imam Nawawi, tafuta kitabu kinachoitwa Sharh Muslim, Sharh ya Sahih Muslim, juzu yake ya 7, peji yake ya 60 utaipata maneno. Acha twende kwa haraka. Twende pia kwa nani, tumchukue nani katika maulama wakubwa kabisa. Kuna watu ambao wanaweza wakasema, wakatetea wakasema, mbona katika wale maulama kuna mmoja ambaye kakubali, kama vile Abu Hanifa, yeye amekubali kutoa zakatul fitri kwa kiwango. Tunawajibu kwa kauli ya Imam Ahmad ibn Hanbal, ambaye anasema ya kwamba qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, sisi ambao tunaitwa masalafi, ambao Imam Ahmad ibn Hanbal ni katika imamu wetu wa Ahlus-Sunna wal Jamaa ala manhaji salafi salih, anasema ya kwamba la yu'ta qimatuhu, haipewi qima ama kiwango cha zakatul fitri. Qila lahu, watu wakamuuliza Imamu Ahmad ibn Hanbal, yaquluna Umar ibn Abdul Aziz kana ya'khudhu al-qima. Watu wanaleta sabalbala, mbona Umar ibn Abdul Aziz ni katika umara'ul mu'minina, lakini alikuwa anapokea zakatul fitri ya nini, ya kiwango cha pesa? Qala yad'una qawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wale wanaowataja wanaacha kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wayakuluna qala fulan, kisha wanaanza kusema eti fulani kasema. Qala ibn Umar, Abdullah akamnukuu Abdullah ibn Umar, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus-Sunna wal Jamaa, akamnukuu Abdullah ibn Umar ya kwamba farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alichokifaradhisha ni swa'an min ta'amin, ni kibaba cha chakula, wala si pesa. Waqala Allahu ati'u Allah wa ati'u Rasul, na mtume akasema, na Mwenyezi Mungu akasema mtiini Allah na mtume wake. Waqala qaum yarudduna sunana, akasema kwamba watu wanarudisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kwamba qala fulani wa qala fulani alisema na fulani akasema. Manake tufuate sunna ya mtume, tuachane na maneno ya watu. Ukitaka kuyapata hii maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal, tafuta kitabu kinachoitwa Al-Mughna ya Ibn Qudama, juzu yake ya pili, peji yake ya 352. Naam, acha tukukinaishe kabisa, tukupige msasa wa vitabu mbalimbali ambao kwamba vinakubali hili jambo. Ndio maana tunakuambiani kwamba kwa sababu muda hauturuhusu, zakatul fitri hutolewa ni chakula, maragi, mchele, unga, ngano, sijui farine kama wanavyoita huko kwetu hapa Kongo, na vinginevyo katika chakula. Tunatoa dalili ya haya maneno wapi? Kwa sababu ukisoma kitabu cha Imamu Baghawi al-Baghawi kinachoitwa Sharh Sunna lil-Baghawi, juzu yake ya 6, peji yake ya 73 mpaka 74, anasema ya kwamba Imam Baghawi ya kwamba rahimahullah, yajibu ikhraju, ni wajibu kutoa sadaqatul fitri, sadaka ya fitri, min ghalibi quti, katika ile inayonekanaka katika chakula ahli albalad, ya watu wa mjini. Maki tunazoea kula hapa mjini ndio tunatakiwa kuitoa. Wala yajuzu ikhrajul qima, wala haijuzu kutoa pesa ama kiwango cha hiyo zakatul fitri.
haijuzu kutoa kiwango chake. Hii maneno pia imkala Ibn Hazmi amesema hayo maneno kuharamisha jambo nzima la kuchukua qima, kiwango. Katika kitabu Al-Muhla juzu ya 6 peji ya 137 ameyazungumza haya maneno. Mtafute pia nani Ibn Qudama kazungumza haya, na wengi tu katika maulama wetu wakubwa, lakini tosheka kwanza na Lajnatu Daima al-Buhuth ambao wanasema ya kwamba sual ma yaqulu shaykhuna fi man ya'khudhu zakata al-fitri thumma yabi'uha fi hinihi مثل أن توزع على الفقراء صاعا من طعام ثم يتم إلى آخر السؤال. يعني جواب وكجيب مع علماء اللجنة ونجيب يا كوانبا ولا يجوز توزيع الزكاة الفطر نقودا على الصحيح فيما نعلم, wala haijuzu kutoa zakatul fitri ya pesa kwa iliyokuwa sahihi kabisa, fatwa ya kweli haijuzu. Wa huwa kaulu jumhuri ulama, nayo ndo kauli ya jumhuri ya maulama. Wabillahi tawfiq. Fatawa Lajnatu Daima al-Buhuth imezungumza haya maneno kwenye kitabu chao juzu ya 9 peji ya 380 utapata hii fatwa. Shukran. Usikose kushare na kusubscribe na kucomment na kulike na kuwatumia watu wengine ili wajue hukumu ya zakatul fitri na waachane na hizi kutoesha pesa. Tutaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, sisi maimamu, mashekhe, viongozi wa dini. Hasa hapa kwetu Bukavu tunapenda kutoesha zakatul fitri ya pesa zaidi insha Allah ta'ala.